hiyo sio kazi ndogo. Na kwa hiyo yako mambo ya msingi ambayo nitawarudisha kwayo, ili kwayo tuweze kujikumbusha, lakini kukumbusha makanisani kwetu na kukumbusha watoto wetu. Huu mwongozo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unataka tukumbushe watu kwamba ukimwi upo na bado haujawahi kuisha. Halo kina mama, haujawahi kuisha. Ni kwamba tu vifungu vya pesa vikiwepo, basi tunaona matangazo yanakuwa mengi, inatangazwa kwenye media, inabandikwa mabandiko na kila mahali, kwa sababu vifungu vya pesa vipo. Lakini vifungu vya pesa visipokuwepo, basi inanyamaziwa, lakini ni kwamba ukimwi upo. Kingine ambacho ni vizuri kikakumbukishiwa kwa hawa walimu wa jamii kina mama, ni kwamba kuna dada yake ukimwi anaitwa hepatitis B, ambaye yuko notorious kuliko ukimwi. Wanasema ni aheri ukimwi kwa sababu unaweza ukaufubaza, lakini lenyewe lile halifubai. Na tena namna yake ya maambukizi ni mbaya. Yaani tunajua kama ukimwi hauambukizwi kwa mate, lenyewe linaambukizwa kwa mate. Tunajua ukimwi hauambukizwi kwa jasho, lakini lenyewe linaambukizwa kwa jasho. Maji ya namna yoyote katika mwili wako, lenyewe linapitia hapo. Na likishakuja, labda dawa yake tu liwe umechanjwa kabla, lakini kama hujachanjwa kabla, lenyewe halifubazi na linaua. Kwa hiyo nimeona ni vema hayo mawili niyataje kabla sijaingia katika mada yangu. Haleluya kina mama. Tukiyataja hayo ni kwamba na sisi tutayataja, kwa sababu sifa moja ya mwanamke ni hivi: akiwa amesuka vizuri anaweza akakuletea wateja wengi sana, kwa sababu sisi tunaulizana, umesuka wapi? Umeshonewa nguo wapi? Kiatu hiki umekinunulia wapi? Dakika moja akina mama wamejaa kwenye duka, tayari wanamaliza viatu vyako na biashara zako, kwa sababu huwa tunazungumza. Na tuwaambie sisi wenyewe na tufahamu, na tuwaambie watoto wetu kwamba ukimwi haujawahi kuisha. Takwimu za mwaka juzi za ukimwi zilinishtua sana. Zilikuwa zimetoka, ni chapisho limetoka WHO, lilivyokuwa linatuonyesha jinsi ambavyo baada ya kufungiwa ndani kipindi kile cha corona, sijui ni nini kilitendeka, lakini Disemba iliyofuata mwaka mmoja baadaye, maambukizi yalikuwa yanatisha. Na maambukizi yale yalikuwa yameshuka chini mpaka kwa vitoto vidogo, vitoto vya primary school. Walimu ambao mko hapa mnaweza labda mkakiri huko mashuleni kwenu sijui kukoje, lakini nikabahatika kwenda mahali fulani, nikawa nafundisha kwenye mkutano wa hadhara. Kwa nikajaribu kuwa na somo maalum la watoto la kuwakataza watoto kwamba wasiguswe maeneo fulani fulani. Akina mama tumekuwa wakimya, tumewaonea haya watoto, hatuna maongezi na watoto. Tunafikiri walimu wanaongea kila kitu. Kwa hiyo kumwambia mtoto wako wa kike au wa kiume usiguswe hapa, tunaona haya. Kuambia mtoto wako wa kike wa kiume usiguswe hapa, tunaona haya. Kuambia mtoto wako usiguswe hapa, hatutaki. Usiambie usiguse hapa, hatukubali. Kwamba mtu asikukaribie, huwa hatufanyi hivyo. Wengi tunaona ni tabu. Kwa hiyo kwa sababu sisi tumenyamaza, tunaona ni tabu. Wako wale wanaosema sikiliza, ni kawaida. Ni kawaida kuguswa hapa. Na mtu anayekupenda anakupatia chocolate, anakugusa hapa. Kwa hiyo wao wanaguswa. Wakati nimefundisha lile somo, baada ya kumaliza, mzee wa kanisa, wazee wawili na mchungaji wakanifuata alfajiri pale nilipokuwa nalala. Wakasema hapana mama, haya masomo hapana, sio ya Waadventista wa Sabato. Ni masomo makali sana kwa Waadventista wa Sabato, hayapaswi kufundishwa kwenye mikutano ya hadhara. Nikasema nikasema hamkunipa limit. Mmenipatia nifundishe somo la afya. Na mimi hilo nimeona ni vizuri kuambia watoto, ukiguswa hapa kuna kingine kinakuja.
kwamba magonjwa haya yapo. Na mimi nimezungumza kwa sababu hata serikali yenyewe inasema tufundishe, tuwaambie watoto, hasa kama kanisa limenyamazia, basi tutaona katika mkutano huu kama kuna watakaoibuka au hakuna. Maana nilisema hivi, yoyote anayeguswa hapa akimbie kesho, aambie mwalimu kwamba kuna anayenigusa hapa, hata kama ni mfanyabiashara. Ngoja nikwambie, asubuhi nimekalishwa kikao, nikiambiwa nisizungumze hivyo, lakini jioni yake siku ya mkutano mkuu wa wilaya alikuja. Mkuu wa wilaya alikuja, na alikuja na diwani, kwa sababu shule zote 3 za primary zilizokuwa zimezunguka kulikuwa kumewaka moto. Watoto waliopeleka taarifa, mfanyabiashara yule kwenye duka lile, yule anko yule ananifanyia hivi, watoto wa kike na watoto wa kiume waliokuwa wamepeleka taarifa, darasa lingine watoto mpaka 46. Watoto wadogo wanaochezewa kwa sababu moja, akina mama tumenyamaza. Maana sisi ndio walimu wa jamii. Lakini pia kanisa limeonea haya, kwamba hapana, hiki sio kitu cha kufundisha. Mkuu wa wilaya akasema zungumzeni, bomoka. Akachukua kibweta akasema mmefanya jambo zuri, kwa sababu msingezungumza kwa niaba ya hawa watoto, kuna watu wamenyamaza na watoto wangeendelea kuumia. Ikachukua hatua ya pili, wakasema sasa tunaomba tu wafanyiwe screening, alafu hatutatoa takwimu, iwe ni siri kabla mkutano haujaisha. Ngoja nikwambie, zile takwimu zilikuwa zinatisha, kwamba watu wazima wanaoona kwamba wakienda kwa watu wazima, wanaume watu wazima ambao wakienda kwa watu wenye akili timamu, wakiwaambia tunataka ngono, watasema tukapime kwanza, wakaona watarudi kwa watoto wadogo ambao hawatawaambia tukapime kwanza. Kwa vitoto vilikuwa vimechafuka, vitoto viko positive, viko yani kwa idadi zinazosha. Hasa hiyo ni sehemu moja. Akina mama sisi ndio walimu wa jamii. Kuna mifano mizuri imekumbushwa, tumepewa katika Biblia, ya kuonyesha jinsi ambavyo mama ukizungumza vizuri na mtoto wako, pale umemshikilia vizuri, pale anaponyonya ukamlenga vizuri, ukamtizama kwenye macho, ukamuongelesha kila siku wewe mwenyewe na kumpa mafundisho, yule mtoto atakuwa hivyo hivyo. Na Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, na hata akiwa mkubwa hata iache. Vunjeni ukimya mama. Kuna kitu kingine ambacho kinasababisha hayo tusiweze kuyatenda, ni ajira tulizo nazo. Ikiwa ajira itakuwa ni zaidi kuliko ulezi wa watoto Mungu aliyokupatia, hiyo ajira haifai. Ni kweli tunapenda kazi, lakini kama kazi itasababisha mtoto wako aharibiwe, na mtoto wako tayari umeshazaa, una mtoto mmoja, na mtoto huyo ameharibiwa tayari, ameharibiwa nyuma na mbele kimaadili, ameharibiwa na ukimwi, niambie kama kazi yako ina msingi gani? Na ikiwa kwamba una kazi nao kutoa saa 11 asubuhi, mtoto mwingine kasema anaharibiwa na baba yake. Mama anatoka saa 9 anakwenda kufungasha mboga, kufungasha kule, kubeba vitu sokoni, anakuja hapa mtoto ameshaenda shule. Kale kabaridi ka asubuhi kale ambako ndio mzee anakatamani kale kabaridi, alianza kucheza na mtoto binti mkubwa wa miaka 8, akarudi chini kwa mtoto wa miaka 5. Mama unauza soko, ukirudi hapo umechoka, ukiambiwa mama na wewe usinisumbue, huoni kama nimechoka? Maana kweli umechoka, kweli umechoka. Kwa akina mama kuna mambo tunaweza tukayafanya, na ndio maana ninamshukuru sana organizer wa hii mikutano, amefundisha mpaka vipindi, ameleta mpaka ujasiriamali. Kuna karakana, hivi vitu unavyoweza kuvifanya pale nyumbani kwako, uketipo nyumbani, ukalea watoto wako mpaka angalau wakaweza kujitambua. Chukua notes zako, andika, ikibidi kubadilisha kazi. Lakini nafikiri pia katika mkutano huu akina mama nitatoa na ushuhuda wangu kidogo, kwamba mimi
Katika kusoma chuo nilisoma nje. Baadaye nikarudi Tanzania, nikaenda nikafuata kazi katika wale ambao nilifikiri ningeweza kufanya nao kazi. Wakasema sisi huwa hatushughuliki na masuala ya lishe haya, masuala ya chakula. Chakula si tunakula tu. Nikasema hapana, kuna sayansi ya chakula. Akasema Kwa hiyo nikaondoka, nikachukuliwa huko Zambia, nikaenda Zambia. Fanya kazi kidogo, tena baadaye nikachukuliwa na watu wengine huko nchi zingine. Nikaenda Mwenge, kanisa la Mwenge pale, nikafunga ndoa. Lakini tayari nafunga ndoa, tayari naondoka na kwenda. Na chukuliwa na wale wazungu wakasema, sasa unajua tumejua ndio kwanza umefunga ndoa. Na hii kazi iko very demanding. Sasa itakuwaje? Utatuambiaje kuhusu hii kazi? Nikasema nitajipanga. Kwa hiyo kanisababisha nisipate watoto, niamue kutokupata watoto kwa wakati huo ili niipime hiyo kazi. Kwa sababu mimi version yangu ya mtoto ni kwamba mtoto ni wa kwangu. Na mtoto wa kwangu ni lazima nilee mimi. Na mtoto kama mtoto hasilelewi mtoto na mtu, ninalea mwenyewe. Na kwa hiyo kama umenibana mimi na hii kazi na ninaitaka, basi ngoja nikumbatie kwa muda. Kwa hiyo nikaikumbatia ile kazi kwa muda. Nikaipiga vizuri kwa miaka 5. Mwisho nikaona hapana, hii inanichelewesha. Miaka 5 bado sina mtoto. Mwisho nikaamua kuresign ile kazi ili nitengeneze kazi yangu mwenyewe ambayo nitakuwa ninaifanya huku nikiwa na watoto. Nikaijenga vizuri ile kazi nikiwa nataka kufanya kazi kwamba mimi niliko mtoto yupo. Yaani ndio nilipokuwa nimeipangilia hivyo. Bado niko nje. Na kwa hiyo nikatengeneza vitu fulani nilipokuwa navifanya, nikachukua miaka mingine 3. Na nilikuwa na mawazo mawili. Niweke ile kazi kwa namna ambayo kama baba yao amekufa, bado niweze kukaa nyumbani nilee watoto. Nikakaa vizuri, kisha nikawa niko tayari kwa ajili ya malezi. Nikachukua mtoto wa kwanza, akiwa hapa kidogo hajafika mwaka, nikachukua na wa pili, nikasema nimeshamaliza. Sasa na nyumbani na walea. Si niko tu nyumbani sasa. Kwa sababu niko nyumbani, mimi siendi kokote, angalau wakikua wakue wote. Kwa mtoto mmoja akiwa na mwaka mmoja na miezi 4, nikapata mtoto mwingine. Pia namna hiyo. Na kwa hiyo nikaketi nyumbani huku nafanya shughuli zangu. Lakini ngoja nikwambie, mpaka mtoto huyu wa kwanza anapata mdogo wake, bado miaka yote hiyo sina msaidizi wa nyumbani. Sina msichana wa kazi. Kwa hiyo nilikuwa nasoma vitabu vya Mama Ellen G. White na vitabu vya kisayansi vinasema mtoto anasikia toka akiwa tumboni. Kwa hiyo ngoja nikwambie, nilivijaribu vyote. Niliimba, nilienda nikasema mafungu, mpaka nikatengeneza kapateni kangu mwenyewe. Kakinipiga mateke naimba, nikikamasaji kidogo, nikitaka kusafiri tunapanga vikao, yeye yuko tumboni. Hii habari ya kunitia mateke na mimi kesho nitakuwa naendesha kwenda Arusha, rafiki yangu wewe acha. Tunafunga, ambia sasa kesho nafunga na kuomba nusu siku, na wewe ina maana huko na wewe funga. Tunaongea, tunakubaliana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa mpaka wakati na kwenda kujifungua. Nimejifungua Nairobi Hospital, nimemaliza. Napelekwa kule, akina mama walio maliza kujifungua wapo. Nikifika kule nikasikia kimtu kinalia kweli kweli. Yaani ngoja nikwambie, kichwani huko kilisema hicho kimtu kinacholia hicho ni cha kwangu. Nikanyanyuka, nikaanza mwendo. Naenda kukifuata. Naambia wewe mama unaenda saa ngapi? Wewe si ndio umetoka kujifungua saa hizi? Nikasema mtoto wangu analia. Akasema mtoto yuko kwenye nasari, umejuaje kama ni wa kwako? Nikaenda akasimama pale. Akasema usije ukatoangukia hapa saa hizi. Nikasimama hapo nikajiegemesha, nikaanza kuimba kale kawimbo. Mtoto akanyamaza kimya. Wakasema haiwezekani. Kwamba umeimba ndo akanyamaza? Ni wakati anaendelea kujihoji kakaanza tena ngwe. Sasa unajua kana jina hapa kamewekwa tagi ya jina. Akasema hebu imba tena. Vile kalivyokuwa kanalia kwa hasira, nilivyoimba kakanyamaza. Kanafikiri kanachukuliwa. Akasema wewe twende tunakuletea mtoto, na wewe tunakuruhusu utakaa na mtoto. Kama mnafahamiana hivi na mtoto, ngoja nikwambie, raha niliyoipata nilivyomkamata yule mtoto kumweka hapa
nilimwambia mimi na wewe. Na Mungu akanibariki nikakaa naye mwaka mmoja miezi 4 bila kusaidiwa na msichana hata hakuwepo. Kwamba sitakubeba uwe jai maana niko na kiwanda kiko hapa pembeni, lakini nitakutengenezea vitu fulani fulani, nikishakuogesha, nikikulisha, nikikumaliza na wewe kaa hapo shughulika na vya kwako na mimi nashughulika hapa. Ile sauti tulikuwa tunawasiliana tumboni tuendelee kuwasiliana. Hivyo mwenzake akazaliwa. Ndio nikasema sasa ili mwenzake naye apate huo muda haka lazima kaende shule. Kakaanza shule kakiwa mwaka mmoja na miezi 4 kanasari kalikokuepo kwenye maeneo ya nyumbani. Kanasari ili na mimi nipate muda na huyu mwingine. Lakini nikakaa nao nikisema mpaka mtoto wa mwisho afike miaka 5 bila kuguswa na mtu, nimwambie ninavyomwambia. Na kwa hiyo dada ananisaidia kwenda nao shule, akiwarudisha nyumbani ni wa kwangu. Kuna yale niliona kwa mama yangu kwamba mtoto unaweza ukamfundisha asijikojolea, asijinyee. Yaani kwa miezi 3 unaweza kabisa ukamfundisha mtoto. Sasa hivi tumekuaje akina mama? Zee zima linakwenda shule, linaomba chakula liko na pampers. Wewe mtoto ana miaka mingapi? Mtoto ana miaka mingapi huyu ana? Kwa kuna vile ambavyo hatujapata nafasi na watoto, na kwa hiyo nimeona hilo nalo tafadhali, hata kama sisi tumeshamaliza kupata watoto, basi tuwasaidie mabinti zetu. Lea mtoto wako mwenyewe. Mtoto yule akiwa mwaka mmoja nilikuwa namwambia jioshe mwenyewe, mimi nikumwagie maji. Na mkono wake osha mwenyewe, usikubali kuoshwa. Huku osha. Hakuna osha. Kimaliza nawa mikono. Tukubaliane usishikwe huku, usishikwe huku, usishikwe kiajabu ajabu kakubali. Ngoja nikwambie yale mafundisho anaweza akamfundisha tu mama yake mtoto na wala sio msichana wa kazi. Akina mama, ikiwa huwezi kumfundisha mtoto wako mwenyewe, ukalea mtoto wako mwenyewe mpaka akajitambua, basi labda ilikuwa sio sahihi upate mtoto saizi. Kwa sababu gani? Msichana wa kazi hata ulizwa kuhusu mtoto wako, ila wewe utaulizwa kuhusu mtoto wako. Yuko wapi yule mtoto mzuri niliyekupatia ambaye saizi ameharibiwa? Saizi ameharibiwa. Mtoto mdogo anasafishwa, anafanywa vitu vibaya, tiwatiwa vidole huko wakati wa kusafisha. Kuna mahali nilikuwa nafanya kazi kwenye hospitali, nilitoroka kwa wiki 2 kwa sababu kulikuwa kuna kesi mbaya. Na kuna maadili ambayo kama kwa mfano imetokea nimegundua kama mtoto yuko HIV na tumefanya hivyo, tumefanya kwa sababu kesi ilikuwa mbaya kiasi hiki. Mtoto anaumwa, kapelekwa kwa daktari bingwa wa watoto, akasema nimefanya yote ninayofikiria. Sasa labda mpeleke tu pale kwa mama anayeshughulika na masuala ya nutrition. Akamleta kwangu, nikasoma ile faili, nikaona kwa mwezi mzima kweli amemshughulikia sana. Amekwenda kwa specialist tofauti, lakini nikaangalia sikuona mahali kokote pameandikwa waangalie HIV. Kwa nikasema huyu mtoto umeshamcheki HIV? We, mama alikuwa mkali. Alinitusi. Yaani nyie mnafikiri nini? Akasema vyote alivyotaka. Nikamwambia basi faili nitabaki nalo, lakini kama umeona hii haifai basi wewe ondoka nenda. Usiku mtoto akachemka kweli hafai, akampigia yule specialist. Akamwambia ulimuona yule mtaalamu wa chakula na lishe? Alianza kuniambia masuala ya ajabu hapo na vipimo vya ajabu. Akasema alikwambia kitu gani? Ananiuliza mimi habari za HIV. Akasema sijui kwa nini nilipitiwa siku zote hizi. Akasema hiyo ilikuwa ni oversight. Nikwambie kitu, Mungu amembariki yule, huwa anaibua vitu vya ajabu sana tusivyofikiria. Tafadhali rudi mezani kwake. Kesho yake anakuja anasema samahani, mtoto amechemka sana, nimempigia daktari fulani amesema bado nirudi nikuone. Nikasema sasa unakubali tukapime?
ndio twende tukapime. Tukaenda juu, maabara ilikuwa juu, tukaenda tukapima. Kupima, mtoto yuko positive. Miaka 3, mtoto mzuri yuko positive. Sasa tunakaa tunaanza kupanga hiyo ramani. Mama ni mkurugenzi wa maidara mengi, ni board member wa vitu vyote. Hasa hebu tuzungumze hapa, hii itakuwa vipi? Nani yuko nyumbani? Akasema dada. Ni kwamba dada ulimpima ukamwachia mtoto au ilikuwaje? Kwani huwa wanapimwa? Nikasema sasa sikiliza. Sasa unaweza kwa akili nyingi ukaniitia dada, ili nitakaa chini, lakini utaondoka nizungumze naye. Kwa nikazungumza naye, nikasema kuna vile mtoto anakusumbua sana, anaumwa, lakini sasa kwa sababu sasa tunataka amekutwa yuko na malaria, tunataka tuatibu watu wote wenye malaria, kwamba twende tukatoe damu. Kaka kubali, tukaenda tukapima. Lakini kwa sababu sijamuomba kibali, siwezi kwenda kufanya nini? Kumpa matokeo. Kasichana kako positive. Lakini mahusiano kati ya kasichana na huyu yako wapi? Bado tunaje, nani mwingine yuko nyumbani? Yuko mkaka. Nikasema hatujui, mlete tu. Mkaka njoo, mkaka yuko positive. Sasa mkaka gardener, wewe uko positive na huyu mdada yuko positive, labda huwa mnaendelea. Lakini mahusiano gani na huyu? Nikaongea kidogo na gardener hivyo, nikatishia maisha kidogo, nikajua pattern. Huwa unamshikaga huyo mtoto, unambeba mtoto, unambembeleza akilia. Ndio. Yeye akakiri kwamba kuna mahusiano kati ya house girl na yeye. Lakini wakati ambapo huyu msichana anamalizia shughuli fulani, anampikia chai, basi anapasha moto kwa huyu mtoto. Mama uko bize, unakwenda. Yule mama ana watoto 3. Mtoto mmoja alikuwa yuko form 5, mwingine alikuwa yuko form 6, ni vijana wakubwa na mumewe. Sasa sijui tukafanyaje hapo. Nikasema sasa wewe fanya hivi, kwa sababu tayari kuna hili janga. Na msichana anasema sasa kama anataka mimi namnyimaje? Kama anataka, tukasema basi sasa hebu tuwaite tu hawa, tukae chini tu tuongee nao kidogo. Kuja kutaharuki. Mtoto wa form 5 yuko positive. Mtoto wa form 6 yuko positive. Baba akipewa taarifa tu kwamba kuna tatizo tumelipata kwa msichana, baba naye piu akapinduka, kumbe baba naye yuko positive. Mama peke yake ndiye yuko mzima. Nilikimbiza ustawi wa jamii wakashughulike nalo. Lakini saa hizo wewe ni mama, mkurugenzi, una magari, una vyeo, watoto wameharibika kwa sababu wewe ndio wa kwanza kutoka. Hata afadhali ungekuwa wa mwisho kutoka, wewe ndio wa kwanza kutoka. Faida yake ni nini? Watoto wako wote, kizazi chako chote kimekwenda, wewe umebaki. Faida yako ni nini? Akina mama, dhamana Mungu aliotupatia, anataka mainjinia watoke kwetu, watu wenye akili timamu wanaomtambua Mungu, watu waliofundishwa habari za Mungu watoke mikononi mwetu. Lakini Mungu anatudai madaktari, wachungaji, watu wa elimu ya juu, watu watakaosimama kama Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Waangalie kina mama wa zamani, hata umetukuliwa utumwani kusikokuwa na Mungu, bado umesimama. Mungu anadai mtoto wako akasimame hivyo huko utumwani, akawe yuko zaidi kuliko watu wengine. Kwa mwongozo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaanzia pale kwenye seli ya ubongo, kwamba kile unacholisha ubongo wako, kauli yoyote unayolisha ubongo wako, ubongo unafuata mashauri yako, ubongo unafuata kauli yako, ubongo unafuata maagizo yako, kwa sababu huu ubongo ndio unaoendesha mwili mzima. Na kwa hiyo ni seli ya ubongo, na ubongo huu una seli kama hizo bilioni 40 mpaka bilioni 100. Inategemeana kwamba huyo mtoto alilishwa vizuri kabla, basi zinakuwa ni bilioni nyingi. Lakini kama ulimpunja, basi zinashuka chini, hizo seli za ubongo zinakuwa chache. Lakini ubongo ndio control center. Ni control center kwa sababu ubongo unaendesha moyo kufanya kazi ya moyo. Ubongo unaendesha mwanadamu kwa kazi zote za tabia. Ubongo unaendesha figo kufanya kazi ya figo. Ubongo unakupa maamuzi, tembea, unatembea. Ubongo unafanya kazi ya viungo vyote vilivyoko ndani ya mwili wako. Bila ubongo macho yako si macho.
Kwa ili awe macho yanayofanya kazi ya macho, ni lazima nyaya za umeme, zile seli ziunganike kama hizi waya tunazoziona, ziende zipeleke taarifa kwenye macho, kwenye masikio. Waya wa umeme lazima utoke kwenye ubongo uende kwenye moyo, ili moyo ufanye kazi ya moyo, na hivyo basi ubongo unakuwa ni control center. Hembu kidogo tu appreciate kazi chache za ubongo. Hembu kamata hivi namna hii, kamata hivi tu, kamata hivi. Hapa mbele ya hii ngozi ndani kuna fuvu, ndani mwake kuna kitu kiko pale ndani, kimekaa kama lile lijeli lifutafuta na maji vinaonekana humu ndani, na ina kazi moja kubwa sana inayosaidia kukufanyia. Moja, inakusaidia wewe kufanya mambo yote ya maamuzi. Ninaamua kuketi, unaketi, kwamba huwezi kuketi mpaka uamue kwanza. Haleluya. Ninaamua kutembea, ninaamua kwenda chooni, unaamua kwanza. Hakuna kitendo chochote unachokifanya bila kwanza kupita hapa. Kwa hiyo hapo ndipo kiti fulani, kiti anachokalia Mungu au shetani kiko hapo kwenye cerebral cortex. Yaani hapo panakupa maamuzi. Shetani anakuja na kutongozea hapa, na hapa ndipo anapoamua kukufanya ufanye jambo fulani, unalifanya. Au Mungu hapa ndipo anapokuongelea kwamba sasa hii si ungechukua hapa, wewe unamkatalia hapa, hapana sichukui. Yaani anakuongeleshea hapa, anasema hivi wewe si utoroke, ni hapa unasema hapana sitoroki. Yaani hapa ndio unapozungumza. Si uibe, siibi. Eti si yule amekaa mzuri si ukamtongoze, simtongozi. Kwa ni hapa kwanza ndio anaongea, na ni hapa ndipo unaamua. Kama umenielewa hapo, ninyoshe mkono. Kwa ni hapa ndipo unapopingana naye. Anaposema mpinge shetani naye atakukimbia, ni hapa ndipo unapomwambia imeandikwa. Ukizubaa ukianza kupiga story na shetani hapa, ukaendelekeza kile anachokuambia hapa, umekwenda. Lakini ni hapa ndipo tunapomkiri Mungu hapa kila dakika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Anasema wewe ni taifa teule, mimi ni mtoto wa mfalme, mimi ni shujaa wake, mimi nimeletwa duniani, nimetumwa kuzitangaza habari zake aliyetuita kutoka gizani kwenda katika ufalme. Haleluya. Yaani ni hapa ndipo tunamkiri hapa. Kwa hiyo kwa namna tutakavyotumia hapa, kwa namna hiyo tutatuma. Naomba nikimbie haraka tena nikwambie ni hapa napo ufahamu unakuwepo hapa. Ufahamu kwenye cerebral cortex. Lugha yako unaozungumza sio ile ya Kinyakyusa na Kizungu na Kiitaliano, hapana. Namna unavyopangilia maneno yatoke inapangiliwa kutoka kwenye cerebral cortex. Fikra zako, kumbukumbu, utashi, creativity na reasoning zote zinatoka hapa. Lakini kuna sehemu nyingine ambayo nitahitaja tu, na kesho asubuhi nitaendeleza, na hiyo iko kwenye limbic system ambayo ni ya Magdala. Kwenye limbic system tunapata eneo hilo ambalo linashughulika na masuala matatu. Moja ni hisia, na la pili ni kujifunza, na la tatu ambalo tunalipata hapo ni motisha. Na katika maeneo hayo yote wanawake na wanaume tuko tofauti. Nitazungumzia tu lile la wanawake linalomsababisha mwanamke awe ni jeshi hata kama akiwa ni mmoja. Haleluya. Wewe ni jeshi, hebu sema ni jeshi. Mimi ni jeshi. Yaani ngoja nikwambie, nitakupa tofauti yake katika muundo. Nitazungumzia ule wa kike ili uone uimara wako na ushupavu wako na kitu alichokiwekea nacho Mungu, ili usimchezee mimi, wewe usimchezee wewe. Unanielewa? Yaani wewe usimdharau nani? Wewe usimchezee wewe, na wewe usimdharau wewe. Mungu amewekeza hata kwenye muundo wa uumbaji, maana anataka wewe na yeye mshirikiane katika kuumba viumbe vyake, kuvitunza na kuvifundisha vikawe kama yeye alivyokusudia kwake viwe. Haleluya. Na basi hivyo anataka tuwe na afya njema. Mungu na atubariki sana.